kufanya. Vaa kivuli cha upole ili uweze kukamilisha majambo yako kwa wakati. Sasa hivi simwogopi mtu. Mbolimboli alikuwa zamani, lakini sasa mimi ndo mfalme wa hiki kijiji. Sitamwogopa tena. Sawa, ila ya kupasa uwe makini. Sawa, nitakuwa makini, na akijisogeza tu karibu yangu naye nitafanya kitamlamba. Azumba mwanafunzi, kichwa kiko mbali sana, karatasi zimejaa ndoto, lakini moyo umejaa hofu kidogo. Nanusa harufu ya damu ya mwanangu. Nanusa harufu ya mtoto mchawi. Nasikia harufu ya mtoto mchawi. Kijiji kitalipa juu ya umwagaji wa damu ya mwanangu. Lazima nikiangamize hiki kijiji kwa yote walionitendea na yote waliomtendea mwanangu. Mbolimboli nimerudi. Mbolimboli nimerudi. Mbolimboli nimerudi.
Mboli mboli, mboli mboli, mboli mboli, mboli mboli, mboli mboli, mboli mboli. Mboli mboli, mboli mboli, mboli mboli. Nyanyuka. Kuanzia sasa hautakiwi kutoka kwenda kuzurura sehemu yoyote. Umenielewa wewe? Chukua chakula ule. Natakiwa ule kwa sana ili hadi nije kukufaidi. Umenielewa? Ule kwa sana unenepe, uwe na minyama, sitaki ukondeane ili nije kukufaidi. Ila kwa chakula hautakiwi kula sasa hivi mpaka mimi ninapoondoka. Unielewa eh? Kwanza baba yako ameshafika kijijini hapa. Umenisikia sasa? Hautakiwi kutoka kuenda sehemu yote. Natakiwa ukae hapa na makazi yako hapa. Vitu vyote nitakuletea. Umenielewa wewe? Azumba mwanafunzi, kichwa kiko mbali sana, karatasi zimejaa ndoto, lakini moyo umejaa hofu kidogo. Peleka taarifa, kijiji chote kitanuka moshi. Kabla ya masaa 24 nataka nimuone mwanangu. Kabla ya kesho jua kuzama nataka nimuone mwanangu. Bila hivyo kijiji chote kitageuka vumbi. Kijiji chote kitageuka vumbi.
Naona unang'oa sana baba. Kama kawaida, si unajua lazima iwe imeng'aa kidogo kwa sababu na muda sana sijainoa. Ndo mali lakini sijali kifaa chako cha kazi. Kabisa. Unajua ili ikipita shingoni kwa mtu iwe magoli. Nisirudie tena nani la pili. Babu, nini? Tunashtuana babu. Vipi kwani? Mbona kama hivyo? Niache kwanza nikae. Vipi? Wanangu. Sasa kile kilichokuwa tunakizungumzia kuhusu ujio wa Mbolimboli hapa kijijini. Sasa namaanisha ameshafika kijijini hapa. Yaani namaanisha hivi, Mbolimboli ndio kashakuja kijijini. Wewe unasema kweli kwamba Mbolimboli amefika? Yaani umemwona kabisa kwa macho yako? Hivi ninavyokuambia mimi nimekutana naye face to face. Umemsikia? Mimi nimesikia hayo maneno. Huyo sikafikisha taarifa za Mbolimboli kwamba kafika kijijini. Ndio. Na mimi ndo niamini kwamba Azumba ni mchawi pia. Sikiliza nikwambie Mtemi. Wewe kila siku nakwambia hizo habari za Azumba hizo sio za kweli. Azumba ni katoto kadogo na uchawi wapi na wapi. Asinyimwe. Mimi mwenyewe huyu Azumba nimemuona kwa macho yangu na ndio maana nakujaga nawaambia kwamba Azumba ni mchawi. Mtemi, hebu nisikize. Wewe. Kwa hiyo wewe unahakikisha kabisa yani titi for that ngingi na Mbolimboli, si ndio? Mr. Sinyimwe. Unajua mimi sio kama sina akili. Nina akili vizuri sana. Yaani toka nilipotoka huko mpaka nakuja kupiga kituo cha breki hapa kwenye miguu yenu. Msinione kwamba sina akili. Na haya majasho yanavyonitiririka. Unajua kwanza nimetoka kiatu. Si umeelewa? Kwa maana hicho ninachokizungumza na kimaanisha kweli. Nimekutana na Mbolimboli. Tena akiwa anazungumza maneno mazito sana kwamba amekuja anamtaka mwanae. Na asipompata hiki kijiji kinageuka kuwa vumbi. Kaka, karibu sana. Asante sana. Koroboi. Naam mkuu. Asante kwa kuja kunipokea. Ndiyo mkuu, karibu sana kijijini kwetu. Mara ya kwanza uliponiambia unakuja, niliwahi sana kufika stendi kukusubiri. Na wakati nakuja kukusubiri, nimekaa sana. Pindi nilipowasiliana na wewe ukaniambia upo nyumbani. Niliporudi nyumbani, nakuja pia tena nyumbani haupo. Nikawa najiuliza vipi mkuu? Kapasahau nyumbani au vipi? Lakini nikaamini tu kitu kimoja. Wewe hapa kijijini, hakuna sehemu usiyojua. Hakuna sehemu usiyotaka kufika na ukafika. Ni kweli. Nadhani unajua wingu hili limejaa wanga kibao. Hivyo sikutaka kirahisi watu wajue kama naingia katika hiki kijiji. Maana taarifa za ujio wangu zimezagaa kijiji kizima. Salome mdogo wangu. Abe kaka. Nimechoka sana. Nahitaji kupumzika. Nitakapoamka nataka nianze kazi ya kumtafuta mwanangu Prince. Sawa kaka, nimekuelewa. Chumba ni kile kile, wala hakijabadilika. Koroboi. Naam mkuu. Kuna kazi nataka nikupe. Sawa mkuu. Hakikisha unaniletea mazende ya mtoto mchanga ili tuweze kukamilisha zoezi la kumpata Prince. Sawa mkuu. Hilo limeisha. Hicho chungu utaniletea ndani kwangu. Sawa mkuu, karibu. Hii hatari sasa. Ujue hapa nilipo nilikuwa natetemeka mpaka najiuliza ndo yule kaka yangu Mbolimboli wa kipindi kile au? Kaka yako Temwe alipokuja, amekuja amebadilika sana. Tena amekuja na muonekano mpya kabisa. Mimi ninachoomba Mungu, uwe Prince apatikane kabla kaka hajaanza mambo yake. Maana kwa dalili ninazoziona, hiki kijiji hiki kitatetemeka. Haya bwana, poa, mimi ngoja ni upeleke mzigo wake ndani. Kweli kaja kikazi sasa hivi, hajaja kucheka na mtu. Haya sawa bwana. Haya karibu. Poa, ngoja nipeleke mzigo wake ndani, si unajua tena. Haya. Umesikia maneno? Hapo hapo na mimi ndio nilipokuwa napataka. Mimi niliwaambiaga kwamba huyo Prince kapotea
kama wao walivyokuja kuniambia. Na mimi nilitoa ngwato zangu nikafika mpaka kwa shangazi yake, nikaenda kuhakiki. Akaniambia kweli Prince kapotea, na pale kweli sikumuona. Lakini pia nikaja nikawaambia tena Azumba ni mchawi. Lakini vya kwangu mnashindwa kuviamini, mnaamini vya Kimbudu. Sasa kama mnaendelea kuamini vya Kimbudu, hivyo siku moja mtakuja kuniamini hiki ninachokizungumza. Kwa hiyo limeeleweka. Na mimi ninavyoomba ili swala tusilichukulie jepesi, kwa sababu maneno aliyozungumza Mbolimboli unajua yanatisha tena kweli. Si umeelewa? Kwa hiyo ili jambo tusilichukulie kiurahisi kabisa. Maana sio jambo rahisi kupotea ndani ya hichi kijiji. Na sijui kama kila mtu anakubali kupotea ndani ya hichi kijiji. Sawa. Sasa tufanye kitu kimoja. Wewe tafuta watu na mimi natafuta watu. Tuungane tuwe kitu hiki. Tuungane tuwe kitu kimoja. Ili tuweze kufanya jambo. Sijui mmenielewa? Mtemi, mimi nafikiri nimekuelewa. Wazo lako nataka tulifanyie kazi. Mimi na imani Kimbudu akitafuta watu wake na mimi Mr. Sinyimwe nikitafuta watu wangu, hakuna kinachoharibika. Basi sawa. Naanza mimi. Haina shida, wewe fanya kama mimi tulivyoongea. Baadaye tutakutana. Mtemi. Poa basi, ngoja tufanye huo mchakato wa kuwakusanya wenzetu. Baridi, haina noma. Wewe nenda fanya kama nilichokuelekeza. Kwanza hata huko mimi sirudi tena, ngoja nipite hivi. Poa, haina noma. Watakuja kuniamini nayo zungumza. Waache endelee kuwa na vichwa vigumu. Washaanza kuamini kama Mbolimboli kafika. Wataamini pia kama na Azumba pia mchawi. Kuda dadeki.
letea nguo hizi hapa, maana hizo nguo zinanuka. Alafu sasa hivi uwe unaoga tena, maji yako ni special, umenielewa? Kwanza sasa hivi unanenepa tu, ndo vizuri unenepe, ili ladi nije kufaidi, nije kununufua. Kwanza nilikuachia huru, lakini ulikuwa unadhulula tu, shangazi, mpaka nimekufuma. Sasa hivi kimekulamba, uwezi ukatoka. Kwanza hata mtu akitoka kwa akija kuingia hapa hataweza kuona, hata akiwa babako hawezi kuona. Umenielewa wewe? Sasa natakiwa uoge. Ilaji fanya vizuri unenepe, maana hata siku mkija kufaidi kwa sana. Kwanza babako hawezi kuona tena na tena. Mimi ndo gwiji wa huu mtaa na wa hiki kijiji. Ulijitia na akili sana, pombavu. Azumba mwanafunzi, anapopita barabarani, vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga. Haogopi aliye na cheo, haogopi mtoto mdogo,
anacheka kwenye machozi, anacheka juu ya moto. Mwanafunzi